Mfano watu ambao majina yao yanaanzia na herufi ya A, wote kwa ujumla wao, Amina na wengineo, iwe Muislamu, iwe Mkristo, iwe mpagani, maadamu tu una jina ambalo linaanzia na herufi ya A, fuatilia uweze kufahamu mambo yanayohusiana na herufi ya A na namna ambavyo unaweza kutatua mambo yako kupitia herufi hii. Herufi ya A, kwanza, namba yako namba 1. Namba hii namba 1 inakwenda sambamba na vitu ifuatavyo. Herufi ya A, kazi yake kwa mtu ambaye ana herufi ya A, jina lake linadili na mambo yafuatayo. Kwanza, linadili na jilbi, kwa maana mtu mwenye herufi hii jina lake linaanzia na herufi ya A ni mtu ambaye anatakiwa awe na uwezo wa kuvuta. Jina lake lina uwezo wa kuvuta, ni herufi ambayo inavuta mambo mbalimbali. Herufi ya A ni herufi ambayo inavuta vitu vizuri mbalimbali ikiwa iko salama. Lakini jambo la pili ni tahyij, ni herufi ambayo ina uwezo wa kuhamasisha na kutengeneza mhemko wa mtu ambaye ana herufi ya A. Inatakiwa awe na upendo, kwa maana jamii iwe na uwezo wa kumfuatilia na kumsikiliza na kumzingatia katika mambo, kwa sababu asili ya herufi ya A namba yake ni namba 1, na kwa ajili hiyo basi namba hii inatoa matokeo yafuatayo: kuwa na uwezo wa kuvuta vitu vizuri, lakini pia kuwa na uwezo wa kuweza kuzingatiwa, kuwa na kupewa nafasi ya kufurahikiwa katika jamii ambayo anaishi. Lakini namba 3 ni ibtali sihri. Namba hii A, herufi hii A ina uwezo wa kubatilisha, asili yake inatumika pia herufi hii kuweza kubatilisha machawi. Na kwa herufi hii ya A, namba yake hii namba 1 inatoa nafasi ya kwamba rangi ambayo anaitumia mtu mwenye herufi ya A ni na rangi ya wekundu. Kwa mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya A, rangi yake ni rangi ya wekundu, na rangi hii ni launul qawi, ni rangi ambayo yenye nguvu. Inaonyesha kwamba mtu akivaa mavazi haya ya wekundu, kama anakwenda kufuatilia kazi au shughuli zake, apende sana kuvaa mavazi ya wekundu, yanaweza kuwa na nguvu kwake. Na ukiangalia katika ilmu nafsi al-alwan, elimu ya psychology ya nafsi ya rangi, inaonyesha kabisa kwamba rangi ya wekundu ina uwezo wa kuwa na nguvu, lakini pia ina uwezo wa kumshawishi mtu kusikilizwa katika yake. Kwa hivyo watu wote wenye herufi ya A, jitahidini sana unapokwenda kuomba kazi au kuzungumza na mtu katika jambo lako, unahitaji kusikilize upate matokeo mazuri, basi jitahidi siku hiyo uvae mavazi ya rangi ya wekundu, au wekundu ni mwingi zaidi kuliko mwingine. Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ba'd. Ama hakika mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hichi, kama ndo mara yako ya kwanza wewe kuanza kufuatilia kipindi hichi, basi nikukaribisha kwenye kipindi cha adhim kabisa, kipindi ambacho kinakwenda kwa anwani ya dua za kibingwa. Dua za kibingwa ndo anwani ya kipindi hichi, na nikusii kufuatilia, kwani humu ndani kuna mambo mengi sana ambayo bila shaka utanufaika nayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na naposema dua za kibingwa, neno hili linaweza lisiwe geni katika masikio yako. Mfano, inawezekana umesha kusikia mtu anaitwa daktari bingwa, inawezekana umewahi kusikia huduma katika hospitali zinatolewa huduma za kibingwa, na inawezekana umewahi kusikia matibabu ya kibingwa katika hospitali. Nini kinakuja kwako unaposikia huduma za kibingwa au daktari bingwa, matibabu ya kibingwa? Ambacho kinafahamika kwako, unahisi kwamba huduma hizo zinakuwa ni huduma ambazo zimekwenda mno katika taaluma na usahihi wake namna ya kuziendea. Ndio maana unaona huyu ni daktari bingwa, maana yake uwezo wake umehakikiwa kwamba ana uwezo mkubwa zaidi. Na hizi ni huduma za kibingwa, maana yake ni huduma ambazo zimekuwa tofauti na huduma zinginezo ambazo zinaweza kuwepo kutokana na uwezo wa kutolewa huduma hiyo. Sasa kwa nakukaribisha kwenye kipindi hichi ambacho kina anwani ya huduma dua za kibingwa. Dua za kibingwa maana yake humu ndani tutapata pia wepesi wa kujifunza dua ambazo zina uwezo mzuri na kufahamu mambo ambayo yanaweza kutatua hata yale ambayo yanaweza kuwa kwako ni changamoto. Mfano, kuna watu ambao wapo muda huu tunazungumza,
amepitia changamoto za mitihani, iwe maradhi au haja katika haja mbalimbali za kimaisha, ikapelekea huyu mtu moja kwa moja akaingia katika kitu ambacho tunakiita mustasia, yani matatizo yake yakaingia kwenye mstari mwekundu, yakaingia katika mfumo unaoitwa mustasia. Yani mtu ana maradhi yanamtesa mno mpaka anahisi kwamba maradhi yangu sasa hayawezekani. Ndio tunasema mustasia ni maradhi ambayo yamefikia kiwango ambacho mtu anaona hawezi tena kupata msaada, yanampelekea kukata tamaa. Aidha, kuna mtu ana matatizo yamemsumbua, mazonge, mashaka katika maisha yake, mpaka naye akafikia wakati akaona kwa ukubwa wa matatizo yangu, akaingia katika mustasia, akahisi kwamba haya matatizo yangu ni yale ambayo mustasia yaliyofikia hatua hayawezekani tena, yanakatisha tamaa na anaona mimi tena basi siwezekani tena. Au ikawa ameingia katika mfumo wa kwamba hayo matatizo yake yakawa yana anwani ya kuwa ni muzmina, ni maradhi au ni shida, lakini imeishi kwake kwa muda mrefu mno, mtu kateseka nayo kwa muda mrefu mno, yakawa ni muzmina, yamechukua muda mrefu sana mpaka mtu anaona mimi tena nitakuwa siwezi kufanikiwa katika hili. Sasa huyu anahitaji ukumbi huu, anahitaji kipindi hichi ni muhimu sana kwake, kwa sababu kuna utaratibu maalumu wa dua za kibingwa ambao zinaweza kurejesha tena matumaini, kurudisha tena hali ya nguvu na imani ya kwamba mtu anaweza akasimama tena. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba hakuna sababu ya kufikia wakati ukaona kwamba haiwezekani katika jambo lako. Kwa hiyo kwenye ukumbi huu, katika kipindi hichi cha dua za kibingwa, tutaweza kufahamishana mambo kama hayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila kitu na imani kitakwenda sawa sawa kabisa. Langu jina ni Sheikh Sabas Al-Kubra Ad-Dishti, na nikualike kabisa katika kipindi hichi ili tuweze kwenda sawa sawa mwanzo mpaka mwisho, tujifunze mambo ya msingi hapa katika kipindi chetu hichi cha dua za kibingwa. Na nikupe tu mawasiliano ya simu kwa yule ambaye ikifika sehemu ukaona unahitaji ufahamu jambo zaidi, basi mawasiliano haya yanapatikana kwa simu za kawaida na simu za WhatsApp pia. Ni 0654861386. Hizi ni namba za mawasiliano, lakini pia unaweza kutumia namba nyingine 0749861386. Hizi zote zinapatikana kwa simu za kawaida na hata simu za WhatsApp. Unaweza kunipata moja kwa moja. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuende pamoja katika kipindi hichi. Awalan, jambo la kwanza kabisa tunapoendea safari ya dua za kibingwa, kuzitazama, kuzitafiti zikoje, i'lam ya akhi al-fadil anna Allah subhanahu wa ta'ala qasama ala ibadihi ma yatasaadu fi umurihim wa hawaijihim mukhtalifa. Tunaanza hivyo kwamba i'lam, faham ya akhi al-fadil, ewe ndugu yangu ambaye nakuzingatia kama ni mtu makini, ni mtu bora, fahamu ya kwamba anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu Allah azza wa jalla qasama ala ibadihi, amegawanya kuwagawia waja wake. Allah azza wa jalla amewagawia waja wake nini? Ma yatasaadu fi umurihim wa hawaijihim jami'a. Yani Allah azza wa jalla amewagawia waja wake nguvu, maarifa, uwezo, taaluma ambazo zitaweza kufanya hawa watu waweze kusaidiana wao kwa wao. Yatasaadu, kuna alifu ambao kitaalamu watu wasomi wanasema ni musharaka hapa, yani baina ithnaini fasaida. Hapa kuna musharaka, kuna ushirikiano wa baina ithnaini fasaida, baina ya watu wawili au zaidi, kwamba huyu anafahamu hichi, anao nafasi ya kumsaidia huyu kwa sababu wakati huo huyu anakihitaji. Kama ambavyo unaona daiman tumekuwa katika mfumo huo kwamba watu tunapishana namna ya uelewa, namna ya taaluma, namna ya mambo, ndio maana ikapatikana fursa ya kusaidiana sisi kwa sisi. Msingi wa haya ni Allah subhanahu wa ta'ala qasama ala ibadihi, Allah amegawanya kwa waja wake ma yatasaadu fi umurihim wa hawaijihim, mambo ambayo yanaweza kufanya wakasaidiana wao kwa wao katika mambo yao kutatua na katika haja zao, vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria. Hivi ndivyo ambavyo tunakwenda katika ufanuzi wetu wa kipindi hichi cha dua za kibingwa. Faminhum,
Bas fahamu ndugu yangu, miongoni mwa hawa ambao Allah kawapa nafasi ya kuweza kubadilishana ujuzi, kusaidiana hili na hili, bas faminhum ad-doktor, miongoni mwa hao kuna watu ambao wanafahamika kwa sifa ya madaktari ambao hawa madaktari wao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa nafasi ya kuweza kuwa na uwezo wa kutatua na kuwasaidia wenzao ambao watajipata katika hali ya maradhi, yani ni wagonjwa wana hali kidogo ngumu. Allah subhanahu wa ta'ala katika hawa wenzao Allah akajalia kuwatoa watu ambao akawapa uwezo wa kufuatilia masomo na taaluma ya kuweza kutatua maradhi, kutatua shida za wenzao ambao wanaumwa, hawa wakaitwa madaktari. Na hapa ndugu yangu nilikuwa naomba kidogo unifuate vizuri. Daktari ni nani? Naomba nikusaidie kitu hapa. Inawezekana pia tukapata njia nzuri ya kuwa pamoja katika uchambuzi wetu huu. Daktari ni nani? Kawaida kitaalamu neno hili daktari linatumika kwa watu ambao wanaotibia, wanaotoa huduma za matibabu kwa kutumia maada mbalimbali, kama vile mtu akawa anatibia kutumia madawa mbalimbali ya kikemikali au madawa ya kifamasia, kwa maana yani mtu akatumia dawa kama vile sawa iwe ni vidonge au iwe ni syrup kwa maana dawa za maji, sindano hizo apartas, yani akawa anaandaa vifaa mbalimbali na kisha akatumia kumsaidia mgonjwa, kumtibu mgonjwa kwa kutumia hizi maada mbalimbali kama hizi. Huyu ambaye anatibia mfumo huu ndiye anaitwa doctor akiwa peke yake, na wakiwa wengi tunaoita doctors, kwa maana doctors inaashiri kuwa ni madaktari wengi. Kwa hivyo lazima tufahamu kwamba doctor ni lazima ni yule ambaye anatibia kwa kutumia hizi maada mbalimbali, madawa ya kikemikali, madawa ya kifamasia na mfano wa haya masindano na vinginevyo. Hivi vinabeba anwani ya kuwa huyu sasa ni daktari, ni doctor. Lakini wakati tunazungumza hivi, ifahamike ya kwamba huyu daktari ambaye anatibia katika mfumo huu, ndio maana tukamuita kitaalamu hawa tukawaita ni medical doctors, yani madaktari ambao wanatumia dawa hizi za kikemikali za kifamasia. Lakini wakati huu kuna watu wengine ambao wanafanya kazi the same kama hii ambao wanaofanya hawa madaktari wa kihospital, ambao wanatumia maada haya mbalimbali hizi na hasa madawa ya chemical. Basi kuna wenzao pia ambao wanafanya huduma hizo wakitoa huduma za kimatibabu kuwasaidia wenzao ambao wana matatizo, wanaumwa, wana maradhi na vinginevyo. Lakini hawa sasa wengine hawatumii mfumo huu wa dawa hizi za kemikali au dawa hizi za kifamasia, ambazo wakati tunasoma huko katika taifa la Ureno tulisoma aina ya dawa hizi waliziita kama ni medicine moderne. Yani moderne ndio hizi dawa za kemikali za kifamasia hizi. Sasa kuna ambao wao wanatibia wenzao, wanawasaidia wenzao katika ya kwao, katika matatizo yao, lakini wao hawapiti kupitia njia hizi ambazo wanatumia hawa madaktari. Hawa wao wana jina lao kitaalamu, ingawa sisi tumezoea wote tunaoita madaktari. Yani mfano mtu ambaye anatibia kwa tiba mbadala, tunakwenda kwenye tiba za asili, tiba ambazo hazihusishi mfumo huu kwa kitaalamu, kwa maana wa mfumo wa makemikali haya. Wote hawa sisi tumekuwa tukiita ni madaktari, dokta fulani wa tiba za asili, dokta fulani wa tiba mbadala. Lakini ukitazama kitaalamu ni kwamba wote hawa wawili wanaofanya kazi ya kuwasaidia wenzao katika anga au nyanja ya kimatibabu, hawa watu wanaachana katika anwani nao watambulisha. Daktari ni yule ambaye anatibia kwa madawa ya kemikali ya kifamasia, ambaye anatumia maada mbalimbali, huyu ndiye daktari. Jina hili ndio linamtambulisha yeye katika engo hiyo. Lakini hawa wanaotibia nje ya kutumia hivi, wao wana jina lao. Akiwa mmoja dokta, tunamuita dokta akiwa mmoja kwa upande wa huu wa hawa wanaotumia dawa hizi za maada. Wakiwa wengi tunaita doctors. Na kwa upande sasa wa hao wengine wanaosaidia wenzao, akiwa mmoja jina lao kitaalamu wanafahamika kama healer. Healer ni jina la huyu mtu ambaye anatibia katika matibabu nje ya mfumo huu wanaotumia hawa madaktari wa hospitali. Na wanapokuwa wengi hawa tunawaita healers. Wanaitwa healers kama ilivyo doctors,
wao ni healers. Kwa hivyo lazima ifike sehemu tufahamiane. Hapa nataka nikuweke vizuri ili uweze kujifunza kitu kwamba hawa wanaitwa doctors na hawa wanaitwa healers. Healers ni kina nani? Man hum al-healers? Twende tukafahamu vizuri hapo sasa. Healers nasema humul ladhina yasta'miluna wa ya'taqiduna ila quwwati al-asli min abidani al-insani wan-nabatati au an-nabatati au al-hayawanati au ghairihi min al-makhluqat. Leo nataka pia nikusaidie ufahamu kitu kwamba healers ni nani. Humul ladhina ni wale ambao yasta'amiluna, wanatumia katika uwezo wao katika kazi zao za kutatua matatizo ya wenzao. Wao yasta'amilun, wanatumia nini? Wa ya'taqidun, na wanazingatia, wanaitikadi nini? Ila quwwatil asli, wao wanatibia kwa kutumia nguvu za asili. Hawa ndio wanaitwa healers. Wao wanatibia kutatua matatizo ya watu kwa kutumia nguvu za asili. Hawahusishi vitu vingine, bali ile nguvu ya asili ndio ambao wanaitumia. Na katika hii nguvu ya asili ningependa ufahamu kwamba kila kiumbe aliumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ana nguvu zake za asili ambazo Allah alimuumbia. Kwa ufupi sana, wewe mwanadamu, mwili wako hapo ulipo pia na wenyewe una nguvu za asili. Ndio maana jicho la kitaaluma linasema kuna internal forces au energies. Tunaweza kusema hivyo. Internal forces ni majeshi. Kila mwanadamu katika mwili wako una majeshi ya ndani ya mwili ambayo yako tayari kupambana, kutengenezea ulinzi. Ndio maana ukasikia kwa lugha nyepesi kuna chembe kinga za mwili. Yani kuna mtu anaambiwa ana kuna cells ndani ya mwili wetu au ndani ya miili yetu ambao zinafanya kazi ya kutengeneza ulinzi sawa wa miili yetu ili kuwa katika hali iliyokuwa bora zaidi. Sasa huu ulinzi ambao mnaoona tunaosema ni cells, kwa maana ni chembe kinga, ni mfumo halisi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtengenezea huyu mwanadamu kwa kumwekea ulinzi wa asili ndani ya mwili wake ambao unaweza ukamprotect huyu mwanadamu bila kulipa malipo yoyote, bila kutoa gharama yoyote. Yani wewe ukawa unatembea unafanya mambo yako, lakini ndani ya mwili wako kuna immune system, kuna mfumo wa kiulinzi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuweka kwako, na huo mfumo unatenda vizuri kabisa kukuprotect, kukulinda wewe ili uwe salama. Ndio tunasema kinga, chembe kinga za mwili. Yani wewe ukawa uko salama katika hali kama hiyo. Hii kitaalamu ndio tunasema nini? Ni mfumo huu tunasema ni tayari ni forces hizi, ni majeshi haya ambayo yanakuwa yanafanya kazi vizuri mno kuweza kusaidia wewe ambao una matatizo hayo. Kwa hivyo tunakwenda kuandaa ili uweze kujua kwamba healers ni watu wa namna gani. Healers ni watu ambao wanakwenda kutibia, kutatua matatizo ya watu kwa kutumia nguvu za asili. Nguvu za asili ndio ambazo wao wanakwenda kutumia, hawa watu ambao ni healers. Na katika nguvu za asili maana yake binadamu wana nguvu zao za asili, lakini pia mimea kama mimea, unaona miti ina nguvu za asili ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka ndani ya miti hiyo, ndani ya mimea hiyo. Healers wao wanakuwa na taaluma na uwezo wa kuvuna zile nguvu za asili ambazo ziko katika hiyo miti, ambao ni viumbe wameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah akaweka nguvu za asili mule. Wao healers wanakuwa na uwezo wa kuweza kutumia zile nguvu za asili katika viumbe vingine ambao vina nguvu zao za asili. Healers wao wanakwenda kuzivuna zile na kuzitumia. Ndio utapata dawa mbalimbali ambazo zinakuwa zinaandaliwa, ambazo hizo dawa zinakuwa na uwezo wa kuweza kumtibu mwanadamu. Maana yake healers wanakuwa wamekwenda kwenye dawa za asili, wamekwenda katika kuvuna asili ya nguvu asili iliyopo katika mti au mimea mbalimbali katika hatua moja ama nyingine. Hivyo katika wanyama pia wana nguvu za asili. Kuna nguvu za asili ambazo zipo kwa wanyama. Healers wao wanakuwa na taaluma na uwezo wa kufahamu kwamba wanyama hawa nguvu zao ni nini, mnyama huyu ana nguvu gani, zinafanya nini, zina mazingira gani. Healers kwa maana ya wataalamu wa tiba hizi mbadala wanakwenda moja kwa moja kuvuna ile nguvu iliyo katika huyo mnyama,
kwa mahitaji halisi ya kumsaidia huyu mwanadamu. Ni mfumo moja kwa moja ambao tayari unatakiwa ufahamu kwamba huu ndio tofauti wa healers na doctors. Healers ni watu ambao wanatibia kwa kutumia nguvu za asili za vitu za viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, na hawatumii katika medicine moderne. Wao ni medicine natural, kwa maana ni uwezo wa kuenda katika dawa au matibabu ambayo ni natural medicine, au ni kitu ambacho kinakwenda sambamba na uhalisia wa hali halisi ilivyo, kitu ambacho kinakwenda sambamba na hali halisi ilivyo. Na sisi tunaposema kwamba tupo katika ukumbi au kudadavua hizi dua za kibingwa, maana yake ni lazima tuhusishe mifumo hii ambayo tunakwenda kufahamisha, ili uweze kuona dua za kibingwa, milango yake ya mtu kufikia hatua ya ufanyaji wa dua ya kibingwa ikatoa matokeo ya kibingwa ya haraka katika jambo ambalo ni zito pia, njia zake ni zipi. Tunapopita hapa tunakwenda kuonesha kitu ambacho bila shaka unaweza ukashare nasi na ukasema hakika hapo ndipo ambapo nilikuwa ninapakusudia. Kwa hivyo healers, kwa kuwa wao wanatibia au wanafanya shughuli zao kwa kutumia nguvu za asili, ndio wanaamini katika nguvu za asili ndio ambao zinaweza kutatua matatizo mbalimbali ya watu yanayowasibu, iwe ni shida, iwe ni maradhi. Basi healers wanaamini hivi, ya'taqidun, wanaamini, wanaitikadi ya kwamba ana quwwatul ula, kwamba nguvu ya kwanza katika nguvu ambazo wao wanaamini, nguvu za asili, nguvu ya kwanza wanasema huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nguvu ya kwanza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wao wametafakari wakaona, ikiwa Allah kaumba viumbe na akavipa nguvu za asili, vikawa na uwezo wa kufanya mambo yao, na vikawa vina nguvu za asili ambao zina uwezo wa kufanya matukio mbalimbali, basi wa healers wakafahamu ya kwamba yuko aliyeumba hivi viumbe, na huyu aliyeumba hivi viumbe basi yeye ndio nguvu namba moja, ni nguvu ya kwanza ambayo ina uwezo wenye kuweza usowezwa wala kuwezeshwa. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Healers wanaamini hivyo. Kwa kuamini hivyo ndio wakaja na mfumo sasa, pakapatikanwa maombi kwa watu ambao wana dini mbalimbali. Wakristo wao wakaja na maombi kwa maana ya kumuomba yule ambaye anamiliki hizi nguvu ambazo alozitawanya, pia nguvu akatoa nguvu pia kwenye viumbe wengine ambavyo alivyoviumba, na vikitumika vinaweza kuleta matokeo mazuri. Kwa hivyo ikawa Wakristo wakaja na maombi. Kwa Waislamu tukapata kitu dua, ndio watu wakaja na dua, kwa sababu dua ni kuomba ridhaa, ni kumuomba mwenye nguvu ambaye nguvu zake zina uwezo wenye kuweza chochote, zisowezwa na yoyote wala chochote. Huyu sasa tunakwenda kumuomba kwa nguvu zake ili aweze kutatua yale ambayo tunaona sisi nguvu hii imekuwa iko nje ya uwezo wetu. Tunamuomba sasa atutatulie hayo. Sasa hapa ndo tukapata dua kwa Waislamu, tukapata dua kwa maana ya kwamba ni watu wakafanya taratibu za kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utaratibu ambao ulowekwa na Mwenyezi Mungu. Hata na hizi dua zikawa ziko dua katika mfumo maalum ambao zinaweza kukidhi matokeo ya haraka na kutatua matatizo ya watu katika hali iliyokuwa bora kabisa. Hapa maana yake moja kwa moja tunakwenda kujifunza kitu kikubwa katika dua hizi za kibingwa, ili hapo ulipo uweze kutatua yale matatizo makubwa. Wale wote ambao wana mitihani mizito ambao ni mikubwa mno, ikiwatesa, ikiwasumbua, wakiangalia tunafanyaje, mtu anaumwa miaka, mtu ana matatizo mazito, familia yake, wanawe wameharibika, anaona nitafanyaje mimi? Mbona kama siwezi, nishangaika sana, nishatumia pesa, nishafanya kila aina ya mambo, lakini bado naona mambo haendi sawa, nitafanyaje? Huyu sasa anafikia hatua ya kuona mimi nainua mikono juu, basi itakuwa hivi ndivyo Mungu ameamua, maisha yangu ni hivi. La, nakuita wewe ambaye umefikia hatua hiyo, njoo katika fursa hii, ipo nafasi ya kuweza wewe kuyatatua hayo, kwa sababu dua za kibingwa zina uwezo wa kutatua hayo ambayo unaona kwako wewe ni mazito sana. Katika mifumo hii ya kazi za dua za kibingwa kuna maneno ambayo huwa tukiyatumia, yanasema hivi: la taqul ya rabbi indi hamun adhim, bal qul ya hamu indi rabbul azim. Yani kwamba usifike sehemu tunazuia kabisa mtu asiseme kumwambia Mungu katika faragha yake kwamba Mungu mimi nina matatizo makubwa. Usiseme haya maneno. Badilisha mindset yako. Usimwambie Mungu kwamba Mungu mimi nina matatizo makubwa. La wallahi, usiseme hivyo. Wala usambie Mungu mimi nina maradhi mazito. La wallahi, usiseme hivyo. Kwa nini? Kwa sababu
Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna kubwa, na kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna zito. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna kubwa, na kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna zito. Ndio maana wewe unatakiwa useme hivi, kuyaambia hayo matatizo yanayokusumbua, kama ni maradhi, kama ni shida, kama ni haja, kwamba mimi ninaye Mungu mkubwa. Ya hamu indi Rabbul Azim, mimi ninaye Mungu mkubwa, Mungu ambaye akitaka na kwa huruma yake anaweza kukumaliza wewe matatizo yanayonisumbua. Kwa hivyo daima tuwe na dhana ya kwamba kwa Mungu hakuna kitu kikubwa ambacho kinashindikana. Ndio maana tusimwambie Mungu matatizo yangu ni makubwa, Mungu mimi nina shida nzito. Nzito ni kwako wewe. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah atakapo jambo husema tukua, na mara moja jambo linakuwa. Kwa hivyo nikurudishie tena imani yako kwamba bado unaweza, bado wewe ni mshindi, unayo nafasi ya kufanikiwa katika hilo. Kikubwa ni kufuatilia mfumo wa dua hizi za kibingwa, na tutaelekezana mambo ya msingi ambayo yanaweza yakawa ni sababu ya kuweza kusaidia kutatua matatizo ambayo unaona kwako ni mazito kabisa. Katika kuingia kwenye dua za kibingwa kuna mlango. Huu mlango una kodi zake, na hizi ndio sasa nasogea hapo uweze kujifunza kitu. Katika mlango wa kuingia kwenye dua za kibingwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika 20:49-50 Qur'an. Sura 20 ni sura Taha, aya nambari 49 na nambari 50. Yako maneno ambayo hayo maneno ndo msingi mkuu wa mtu akiyafuata vizuri anaingia katika kufanya dua za kibingwa, na mambo yake yanakwenda vizuri sana, anaona matokeo ya ajabu yanayoshangaza na ya haraka sana. Sura hii aya nambari 49, sura 20, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza habari za mjadala au majadiliano yaliyofanyika baina ya Musa na Firauni. Na katika huu mjadala ndio kuna kodi, miongoni mwa kodi za kuingia kwenye dua za kibingwa. Ilikuwaje? Firauni mal'un, ambaye yeye alikuwa akitangaza kwamba yeye ni Mungu, daima alikuwa hakubaliki kwa Musa na Haruna na wafuasi wao. Siku hiyo kwa mujibu wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba Firauni na Musa walikaa mahala pamoja. Firauni akamwambia, kwa mujibu wa Qur'ani inasema qala faman rabbukuma ya Musa, aya nambari 49. Akasema Firauni kumwambia Musa, faman rabbukuma ya Musa, ewe Musa, Mungu wenu nyinyi ni nani sasa? Ikiwa nyinyi hamtaki kuamini kama mimi Firauni ni Mungu, Mungu wenu ni nani? Hapa sasa sikiliza majibu ya Musa katika hiwar, ndio kuna kodi ya kuingia kwenye dua za kibingwa tunakwenda kuigusa hapa sasa. Musa anaambiwa faman rabbukuma ya Musa. Firau anataka majibu kwa Musa kwamba nyie Mungu wenu ni nani kama mimi sio Mungu. Aya nambari 49 hiyo. Nambari 50 Musa anajibu anasema Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Majibu ya Musa, Firauni alitarajia Musa atamtajia Mungu wetu sisi ni Allah, alitaka jina la Mungu, lakini Musa hakumjibu kwa maana ya jina, kumpa jina la Mungu ni nani, bali Musa alikwenda kwenye sifa za Mungu. Katika majibu ya Musa kuna kodi namba 1 ambayo inaingia kwenye dua za kibingwa. Kodi ni ipi? Majibu ya Musa alisema hivi, qala rabbuna, Mola wetu sisi, alladhi, ni yule ambaye a'ata kulla shay'in khalqahu, kama Mola wetu sisi ni yule ambaye alokipa kila kitu umbo lake, yani asili yake, nature yake. Na hapa kisha Mwenyezi Mungu baada ya kuumba kila kitu na akakipa asili yake, akipa uwezo, nguvu zake, thumma hada, kisha akakiongoza namna ya kuweza kujiendesha katika hiyo asili ambayo Mwenyezi Mungu amekiumbia. Na katika hii a'ta kulla shay'in khalqahu, kwamba Allah amekipa kila kitu umbo lake, nature yake, asili yake, ndio tunapata elimu ya nature ya ulimwengu. Watu tulikuwa wengi hatufuatilii mfumo wa nature ya ulimwengu, mambo namna Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoyaumba. Kuna vitu vimewekwa wazi kabisa kwamba kila kitu kilipewa nguvu yake na uwezo wake, ambao wewe juhudi zako wewe ni kufanya kila jitihada ili uweze kuvumbua, kufahamu nguvu ya hichi kitu ni nini na iko sehemu gani, vipi nitaitumia
iweze kuonesha matokeo. Vipi nguvu hii naweza nikaishare na nguvu nyingine nikapata matokeo kadha wa kadha wa kadha. Sasa aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha kwamba yeye ndiye ambaye ameumba kila kitu na akakipa asili yake. Asili hiyo maana yake ina nguvu maalumu ambazo Allah pia ameziweka hapo. Kwa hivyo dua za kibingwa ni watu kukaa chini kutafiti, kutafuta asili ya vitu ambavyo kimsingi Allah subhanahu wa ta'ala ameweka nguvu hapo. Zile nguvu unazitumiaje? Zile nguvu unawezaje kuzivuna ili watu wakapate matokeo? Hiyo ni sehemu ya kodi ya kwanza, kutafuta nafasi ya kujua nature ya ulimwengu, asili ya ulimwengu katika vile vitu ambavyo Mungu aliviumba, ili wewe uweze kuvitumia na watu wapate wepesi. Mfano, katika hii elimu ya kujua dua za kibingwa ni kwamba kuna masala matatu, kuna vitu vitatu ambavyo imeonekana hivi vitu ndo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevipa uwezo wa kurani ulimwengu, kuendesha huu ulimwengu na mambo yake yote ambayo yapo katika huu ulimwengu. Navyo ni vipi? Naomba unifuatilie hapa. Cha kwanza kabisa ni al-adad, ni namba. Jambo la pili kabisa ni al-huruf, ni herufi. Na jambo la tatu ni al-alwan, ni rangi. Ndugu yangu, kama ulikuwa hujafahamu, sasa naomba ufahamu hivyo kwamba dunia hii, mambo yetu yote, vitu vyetu vyote, iwe maisha, iwe maradhi, mafanikio, matatizo, vyote Allah subhanahu wa ta'ala ameviweka chini ya mfumo wa triangle, ya combination ya vitu vitatu ambavyo hivi ndio vinaendesha mfumo wa maisha ya kila siku. Ni namba, ni rangi, ni herufi. Sasa hapa unaweza ukashangaa nini nakusudia. Ni hivi, tukianza na hatua ya kwanza ya namba. Katika maisha ya dunia haya hakuna chochote ambacho mwanadamu unakiona katika huu ulimwengu, chochote ambacho kinaweza kuenda nje ya namba. Hii naomba uzingatie hivyo. Hakuna chochote ambacho katika huu ulimwengu kinaweza kwenda nje ya namba, chochote kile. Yani hata mifumo halisi ya ibada yako, hakuna chochote kile ambacho kinaweza kwenda nje ya mfumo wa namba, ambazo hizi namba zimepewa majukumu na Allah subhanahu wa ta'ala kurani ulimwengu, ikiwa ni miongoni mwa vitu vitatu: namba, herufi na rangi. Sasa namba, chochote ambacho unakiona katika ulimwengu kinaenda, iwe ni uhai wako, maisha yako yanavyokwenda, Allah subhanahu wa ta'ala amegawanya makasimu haya, amefanya kasamu hii katika mfumo wa hivi vitu vitatu ambavyo vinaendesha mfumo wa maisha ya wanadamu na vitu vyote vya ulimwengu katika kila siku, katika kila eneo. Ndio maana ukaona namba hizi zimekwenda moja kwa moja hata kwenye mfumo wa ibada zako, kwamba wewe ili uswali kwa siku lazima uswali vipindi 5 vya faradhi, lazima namba 5 utaikuta hapo. Lakini pia ndani ya hii namba 5, vipindi hivi 5 ni lazima usali katika 17, kwa maana ya upate rakaa kwa siku moja. Muislamu ana deal na idadi ya namba 17, kwa sababu vipindi 5 vya sala yako vinakamilika kwa idadi ya rakaa 17. Maana yake huyu mwanadamu anasali rakaa, anatumia rakaa 17 kwa siku. Namba hii 17 imedhibitiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mfumo wa kiibada, kuanzia subhi rakaa 2, adhuhuri ni rakaa 4, jumla inakuwa 6, al-asri rakaa 4, jumla inakuwa ni 10, magharibi ni 3, 13, na isha ni 4, 17. Kwa hivyo maisha ya mwanadamu yoyote, yawe ya kiibada yawe ya kawaida, ni lazima namba ihusike katika kuendesha maisha haya. Wazungu walifanya kila jitihada ili waweze kwenda kinyume na utaratibu alioweka Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wallahi haikuwezekana. Leo ukiona ndege inaruka angani ni namba, ukiona chochote kinachoendeshwa ni namba, gari ili itembee ni namba. Lakini pia hata wewe mwenyewe, kiuno chako cha suruali ulovaa, kiuno ni namba, urefu ni namba, chochote ili utoe pesa ni namba, ili wewe uzungumze na mtu ambaye yuko nje namba. Chochote katika uhalisia wa maisha kimebebwa na namba, ndo ambao zina control mfumo. Namba zinadhuru, namba zinaweza kuleta mafanikio. Namna gani hizi namba zikitumika vibaya zinaweza kuleta madhara katika maisha ya mwanadamu, akapata maradhi, akaharibikiwa. Namba hizi zikitumika vizuri, ndio mwanadamu anapata salama, anakwenda vizuri. Namna gani namba zinatumika katika mfumo wa dua za kibingwa? Namba lazima ziwe na nafasi ya kuweza kufanya mtu aziendee vizuri, apate matokeo ya ajabu yanayoshangaza kwa muda mfupi.
Kwa hivyo namba ni muhimu mno. Unapokwenda kufanya dua ya kibingwa ni lazima uzingatie hizi namba. Uwe tayari una taaluma ya ilmu al-adad, elimu ya namba, ujue namba zipi ambazo unaweza kuzitumia, ukaziseti katika mazingira gani ili uweze kupata msaada katika hicho ambacho unakwenda kukiendea, kwa sababu ni ilmu ambayo inafungamanisha na mambo yetu ya kila siku katika hali ya nyanja mbalimbali, iwe maisha au maradhi na vinginevyo. Lakini namba mbili tukasema ni ilmu ya herufi. Ni herufi. Herufi ndugu zangu ndo ambao zinabeba mfumo mzima wa maisha haya ya mwanadamu. Maisha ya ulimwengu kwa ujumla, kila ambacho unakiona, hakuna kitu kinachoweza kwenda nje ya herufi. Hakuna. Chochote kile, yani wewe katika maisha ya ulimwengu, ikiwa utaona labda mathalan kuna kitu ambacho kimetajwa katika ulimwengu huu, iwe ni chakula, iwe ni chochote kile, lazima kihusishe herufi. Na kwa sababu herufi ndio ambazo zinatengeneza hicho kitu mpaka kuweza kuitwa hilo jina au hivyo ambavyo unaweza kukiita, iwe ni ibada, iwe ni maisha ya kawaida. Lakini hii inakuja mpaka wewe mwanadamu ambapo unapozaliwa. Kila mwanadamu anapozaliwa tu ufika sehemu akapewa jina, na jina ambalo unapewa hapa ningependa ni waase sana ndugu zangu, kwa sababu jina ambalo tunatoa kuwapa watoto zetu, majina haya yana uwezo mkubwa sana ya kutengeneza foundation bora ya maisha yetu sisi ya baadaye. Na majina, naam, kwa tunasema kupitia majina ambayo pengine mtu amezaliwa mtoto na akapewa jina, mzazi akampa mwanae jina. Hapa kuna mfumo ambao tunaitana majina kiholela. Watu anazaa mwanawe, anamuita mwanae jina pengine kwa kuangalia labda mwanatamthilia, kuna mtu maarufu mcheza mpira, kuna mtu maarufu kwa tamthilia, kuna mtu tu amependa tu ampe jina. Lakini wanahisi kwamba, watu wengi wanahisi kama jina ni kitu chepesi tu. Lakini la wallahi, jina ni kitu ambacho unaweza mzazi ukampa mwanao jina, jina hilo ikawa moja kwa moja umechimba shimo ambalo litakuja kumtesa huyo mwanao. Atatumbukia kwenye hilo shimo akishafikisha umri wa utu uzima, umri sasa kuitegemea, na ataingia kwenye hilo shimo, baadaye kutoka itakuwa ni shida sana. Kuna watu wengi ndugu zangu ambao wanahangaika leo maishani mwao, resources za matatizo yao ni majina ambao walopewa. Na unaweza ukashangaa kwa sababu gani? Majina ambayo tulopewa, kuna majina yanaweza kumsaidia mwanadamu katika mambo yake, katika shughuli zake, na kuna majina yanaweza kuwa ni sababu ya kumharibia mwanadamu mambo yake na shughuli zake. Na hii ni kwa nini? Ni kwa sababu kupitia majina haya kuna herufi na kuna namba, ambazo jina lolote ambalo mtu kapewa, iwe la kienyeji, iwe la kikabila, iwe la madhehebu yake, jina lolote lile linazingatiwa kwamba vitu viwili ndio huwa vinatumika, ni jina, ni herufi na namba ndani yake. Na hivi vitu vimegawanyika pia sehemu mbili. Herufi, kuna herufi ambazo ni salbia na kuna herufi ambazo ni ijabia. Herufi ambazo ni salbia, maana yake ni herufi hizi nature yake, asili yake, zina uwezo wa kuvuta vile vitu vibaya. Kwa hivyo ukajikuta wewe unampa jina lako mwanao, unampa jina lake, fulani anaitwa fulani, mwanangu ni fulani. Kumbe jina lake hilo linaweza likawa linavuta vile vitu vibaya vyote. Asili ya herufi zake ni salbia, zinavuta vile vitu vibaya, hali ambayo inaweza kuwa ni mbaya kwake. Kwa hivyo katika majina haya, herufi hizi, kuna herufi ambazo asili yake ni salbia, kwamba zina uwezo wa kuvuta yale mambo mabaya kabisa. Ndio ukashangaa mambo yako yanaharibika tu, kazi ni mtihani, hupati kazi, lakini pia mitihani inakuandama kila wakati, unahangaika, unasema mimi inakuaje hivi? Kumbe tayari jina lako wewe limekuwa ni sehemu ya kwanza ya kuleta maharibiko, kwa sababu sehemu za herufi za jina lako ni salbia, zina tabia ya kuvuta yale mambo mabaya katika mwili wako na katika maisha yako. Hii ni hatari sana. Kwa lazima tuzingatie namna gani tunawapa watu majina, ili majina yao yaweze kuwa na msaada katika hatua hizo. Lakini upande mwingine kuna herufi ambazo tunaita ni ijabia. Hizi ijabia zinakuwa ni herufi ambazo zinavuta vile vitu vizuri, yale mambo yote mazuri yanakuwa yanavutwa kupitia katika jina hizi, ambalo herufi zilizokuepo, herufi ambazo ni ijabia, zinavuta yale mambo mazuri. Ndio unaweza kuona mwanao umempa jina, au wewe umepewa jina,
baada ya kukua mambo yako yanakwenda vizuri, kila ukifanya kitu kinakwenda, mambo yako yanaongoka. Maana yake tayari foundation, kuanzia msingi wa jina lako ulikuwa na herufi za ijabia, herufi ambazo zinatoa muongozo wa kuvuta mambo mazuri. Utafanikiwa, utakuwa na afya nzuri, mambo yako yatakwenda safi kabisa, utajikuta unaishi vyema. Msingi wake ni kuanzia pale ambapo ulipopewa jina katika maisha yako. Kwa hiyo wazazi, tukadharau mfumo huu wa majina. Majina ni kitu muhimu mno katika mazingira haya. Na katika kwenda kwenye dua za kibingwa, lazima tuanze kuzingatia kwanza majina ya mtu. Ndio maana lazima mtu uzingatie jina lake, herufi zake, ili uweze kujua herufi hizi zina namna gani, zina kitu gani, zina nguvu gani, na ni herufi za salbia au ni herufi ijabia, uweze kuziweka sawa sawa ili mtu apate matokeo mazuri katika yale ambayo unayokwenda kumfanyia. Na kwa sisi tunasema dua za kibingwa sio ile muda ambao mtu anautumia kusoma. Mfano, kuna mtu anaweza akadhani kwamba dua ya kibingwa au dua kubwa zaidi ni vile ambavyo itasoma kwa masaa mengi sana, labda masaa 6, masaa 7, siku nzima, au pengine akasoma dua kwa masiku kadhaa. Hii si dhana sahihi ya kwamba ndo dua kubwa katika mazingira haya, bali dua kubwa taaluma inasema ni vile ambavyo imeandaliwa. Dua hii inaandaliwa katika mazingira gani ya kuzingatia kila kitu. Mtu wakati anaiandaa dua anaanza kuangalia kuanzia herufi yake moja baada nyingine, herufi za huyu mtu, lakini pia kama ni shughuli yake, nasaba yake, anaangalia namba ambazo zinakwenda munasaba na yeye, anaangalia vile vitu ambavyo ni muhimu kwake, vyote anavitazama. Na huenda katika kuandaa dua ikachukua masaa, ikachukua muda mwingi zaidi, siku nzima au masiku, wakati akiandaa hii dua. Katika hatua hii ndio mtu anasema na kwenda kufanya dua kubwa sana. Ukubwa wa dua ni vile ambavyo imeandaliwa katika mazingira gani, ndio inapatikana nafasi ya kubwa wa dua, vile ambavyo mtu anaweza akaiangalia. Naam, kwa tunasema ukubwa wa dua, unaposikia dua ya kibingwa, ukubwa wake ni vile unavyoiandaa, kwamba sio pale inapofanyika dua mtu akafanya dua kwa masaa chungu zima, labda zikasomwa Yasini nyingi sana, Yasini 300 na mfano wake. Zile Yasini 300 haziakisi kwamba ndio ukubwa wa dua ya siku hiyo ya huyo mtu ambaye anafanyiwa hiyo dua yake, bali Yasini hizi 300 kuna maswali pia ya kujiuliza kwamba hii namba 300, Yasini hizi 300 zimetokana na nini, ambako wewe umegundua nini mpaka huyo mtu anafanyiwa Yasini 300. Inawezekana ukamoverdose na baadaye ukamletea matatizo huyu mtu, hata akapata madhara badala ya kumsaidia. Kwa hivyo asili ya dua kubwa sio vile inavyosomwa kwa masaa mengi, bali ni vile ambavyo inavyoandaliwa katika hatua moja ama nyingine, kuanzia namba, kuanzia herufi, lakini pia kuanzia na rangi ya huyo mtu ambayo inakwenda munasaba na yeye. Kwa vitu vitatu hivi ndio ambavyo vinaran ulimwengu, vinaran matatizo yetu, mambo yetu kwa ujumla. Tunaweza kupata ufumuzi kupitia vitu hivi vitatu: namba, herufi na rangi. Sasa tunakwenda katika kuhitimisha jambo letu ili kuweza kupata wepesi. Kila mwanadamu afahamu ana rangi yake, rangi ambayo kwake ndio ina control mfumo wake. Mambo yake yanaweza kwenda vizuri kupitia rangi hiyo. Mfano, nitatoa majina ya watu takriban watu 7, lakini kwa leo nitazungumza jina la mtu mmoja ama wawili, alafu uone jinsi gani unaweza kujisaidia wewe. Kwanza ujifahamu namna ulivyo, na katika kutatua mambo yako unaweza kutumia nini. Mfano, kuna majina kama yanaanza na herufi ya A, majina ambayo yanaanza na herufi ya H, majina ya watu ambao wanaanza na herufi ya T, majina ya watu ambao wanaanza na herufi ya M, majina ya watu ambao wanaanza na herufi ya F, majina ya watu ambao wanaanza na herufi ya D, na majina ambayo yanaanza na herufi ya S. Hawa watu wenye majina haya, naomba nikupelekeni muweze kujifahamu vizuri. Wewe ujue kwamba rangi yako ni ipi ambayo yenye nguvu katika utatuzi wa jambo lako. Ni ipi rangi yako na unaitumiaje katika mazingira gani? Lakini pia ufahamu namba yako ni ipi, namba ipi ambayo unaweza kuitumia vipi katika mambo yako, ili matokeo kama ni dua unafanya katika jambo lako lote lile pale upate majibu ya haraka. Uweze kufahamu mazingira haya. Watu ambao wana herufi hizo, naomba nianze kusema na mtu wa mwanzo kabisa ambaye ana herufi nambari A. Naam, mfano watu ambao majina yao yanaanzia na herufi ya A, wote kwa ujumla wao
Amina na wengineo. Iwe Muislamu, iwe Mkristo, iwe mpagani. Maadamu tu una jina ambalo linaanza na harufi ya A, fuatilia uweze kufahamu mambo yanayohusiana na harufi hii ya A na namna ambavyo unaweza kutatua mambo yako kupitia harufi hii. Harufi ya A, kwanza, namba yako namba 1. Namba hii namba 1 inakwenda sambamba na vitu ifuatavyo. Harufi ya A, kazi yake kwa mtu ambaye ana harufi ya A, jina lake linadili na mambo yafuatayo. Kwanza, linadili na jilbi, kwa maana mtu mwenye herufi hii jina lake linaanza na harufi ya A ni mtu ambaye anatakiwa awe na uwezo wa kuvuta. Jina lake lina uwezo wa kuvuta, ni herufi ambayo inavuta mambo mbalimbali. Herufi ya A ni herufi ambayo inavuta vitu vizuri mbalimbali ikiwa iko salama. Lakini jambo la pili ni tahyij, ni herufi ambayo ina uwezo wa kuhamasisha na kutengeneza mhemko wa mtu ambaye ana herufi ya A. Inatakiwa awe na upendo, kwa maana jamii iwe na uwezo wa kumfuatilia na kumsikiliza na kumzingatia katika mambo, kwa sababu asili ya herufi ya A namba yake ni namba 1, na kwa ajili hiyo basi namba hii inatoa matokeo yafuatayo: kuwa na uwezo wa kuvuta vitu vizuri, lakini pia kuwa na uwezo wa kuweza kuzingatiwa, kuwa na kupewa nafasi ya kufurahikiwa katika jamii ambayo anaoishi. Lakini namba 3 ni ibtali sihri. Namba hii A, herufi hii A ina uwezo wa kubatilisha, asili yake inatumika pia herufi hii kuweza kubatilisha machawi. Kwa hivyo mtu ambaye jina lake linakwenda na harufi ya A, linaanza na harufi ya A, maana yake ni mtu anayo nafasi ya kuweza kubatilisha machawi. Lakini kwa nini anaweza akawa ana namba hii alafu baadaye anarogwa? Maana yake kama itakuwa tayari herufi hii yeye amechezewa katika hali moja ama nyingine, anaweza akashuhudia hayo matukio. Lakini yenyewe herufi ina uwezo wa kubatilisha machawi. Kwa hivyo hata kama unamsaidia mtu ambaye ana herufi ya A katika kumtibia dhidi ya maradhi ya machawi na mengineyo, basi anaweza kufanikiwa haraka sana, kwa sababu herufi hii automatically yenyewe inakwenda kuweza kutatua matatizo kama hayo ya kichawi. Lakini pia herufi ya A kwa sababu ina namba 1 inakwenda kufanya kazi ya halul maqud, ina uwezo kumsababishia mtu kufungua vile vifungu ambavyo alivyofungwa. Kwa hivyo mtu mwenye herufi ya A anayo nafasi ya kufungua yale yaliyofungika, kwa sababu herufi ya A ina uwezo huo wa kuweza kufungua vile ambavyo vilivyofungika. Lakini herufi ya A inakuwa ina uwezo iqa'ul marad, kuweza kusimamisha maradhi. Mara nyingi watu wenye herufi ya A utakuta wanapata mitihani mikubwa sana ya maradhi, lakini kama wataweza kutulia na wakapata matibabu, hawa watu wenye herufi A wana uwezo wa kupona kwa haraka zaidi kuliko watu wengine, na hasa maradhi ya machawi katika namna moja ama nyingine. Lakini watu wenye herufi ya A wana nafasi kubwa ya kuweza kuwa na iqa'u al-amrad wal fitna, kuweza kuondosha matatizo ya fitna. Wataandamwa na fitna, lakini wana uwezo mkubwa sana kuweza kupambana na fitna ambazo zinazoweza kuwakuta, kwa sababu herufi ya A ni herufi ambayo inakwenda kwa namba 1. Kwa mazingira haya ina uwezo mkubwa sana kumsaidia mtu. Na kwa herufi hii ya A, namba yake hii namba 1 inatoa nafasi ya kwamba rangi ambayo anaitumia mtu mwenye herufi ya A ni rangi ya wekundu. Kwa mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya A, rangi yake ni rangi ya wekundu, na rangi hii ni launul qawi, ni rangi ambayo yenye nguvu. Inaonyesha kwamba mtu akivaa mavazi haya wekundu, kama anakwenda kufuatilia kazi au shughuli zake, apende sana kuvaa mavazi ya wekundu, yanaweza kuwa na nguvu kwake. Na ukiangalia katika ilmu nafsi al-alwan, elimu ya psychology ya nafsi ya rangi, inaonyesha kabisa kwamba rangi ya wekundu ina uwezo wa kuwa na nguvu, lakini pia ina uwezo wa kumshawishi mtu kusikilizwa katika yake. Kwa hivyo watu wote wenye herufi ya A, jitahidini sana unapokwenda kuomba kazi au kuzungumza na mtu katika jambo lako, unahitaji kusikilize upate matokeo mazuri, basi jitahidi siku hiyo uvae mavazi ya rangi ya wekundu, au wekundu ni mwingi zaidi kuliko mwingine, basi utapata nafasi nzuri sana, kwa sababu rangi hii ina uwezo wa jadhiba, inavuta nafasi ya kuweza kufanikiwa. Lakini pia watu wa rangi hii ya wekundu ambao ni herufi ya A wana nafasi pia ya kuweza kufanya mazungumzo ya mapatano. Kama ni biashara unauza, jichunguze siku ambao utavaa mavazi ya wekundu, wewe mwenye jina la herufi ya A utaona matokeo ya ajabu kwenye kuuza. Kama ni biashara, utaona matokeo ya ajabu kwenye kusikilizwa katika majambo yako bila shida yoyote katika herufi hii ya A. Inshallah tutakwenda kuzungumza zaidi katika kipindi kijacho. Tutaanzia hapa katika hizi herufi
na uchambuzi kwa kina, kwa utaratibu, hatua baada ya hatua. Kwa kukumbusha tu ni kwamba namba za mawasiliano ambazo zinapatikana kupitia WhatsApp na kawaida ni 0654 86 13 86, ni 0654 86 13 86 na 0749 86 13 86. Hizi ndio namba ambazo ukipiga unaweza kuzungumza moja kwa moja. Lakini pia tunapatikana wakati huu ofisini kwetu hapa Mbagala cha Kizuiani hapa. Tunapatikana kwa muda wote, ikiwa unahitaji basi piga simu hizo tunaweza kuzungumza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.